Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu kwenye mahojiano yangu na Saleh Jembe, tupige story namna tueleze alivyoona press conference zilizofanyika jana kuhusiana na klabu ya Simba. Tumeona kuna press ya kwanza ilifanyika ya wanachama wakirusha ama wakimwataki mwekezaji Mohamed Dewji kuwa yeye ndio sababu ya Simba kuyumbayumba, wakipeleka hoja zao. Lakini pia baada ya nusu saa tuliona klabu ya Simba ikitoa taarifa kwa umma mbili, kutoka kwa uongozi, lakini pia kutoka kwa mwenyekiti wa bodi kwa maana ya Mzee Kratos Magoli. Lakini pia baadaye tukaona press nyingine ya mashabiki wao wakiwa upande wa mwekezaji, akiwa wanamtetea mwekezaji. Kwa hiyo ni kama jana watu walikuwa wanarushiana, lakini baadaye mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu naye alizungumza kwa ujumla, kuweka kila kitu sawa kwa kile ambacho kimekuwa kiendelea kwenye klabu yao. Tuko hapa na Jembe atueleze namna ambavyo yeye ametafsiri vipi hiki kinachoendelea kwenye klabu ya Simba. Jembe, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, tuko vizuri. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Ijumaa karimu. Jembe, wewe ni muumini wa kuachia watu watoe maoni yao ili kila mtu apresenti alichokuwa nacho kwenye akili yake. Tuanze na upande wa kwanza wa Simba ambao wanachama jana walifanya press yao ya kwanza ikiongozwa na Dr. Mohamed Hamis, yuko JB 64, mchungaji wa Simba, lakini na wengine, kila mmoja alizungumza lake. Walikuwa na hoja zao. Hoja ya kwanza ni mwekezaji Mohamed Dewji, yeye hajatoa hela Simba. Kipindi cha usajili kimefika, anapigiwa simu, anazima, hapatikani, kiasi cha kwamba mwenyekiti wa Simba Mangungu kwenda kukopa hela kuja kufanya usajili kwenye ile dirisha dogo. Lakini pia hoja yao ya pili wanasema kwamba Mohamed Dewji amezuia mchakato wa wanachama wapya kwenye klabu ya Simba, kwa hiyo wamebaki wale wale ili aweze kuwatawala. Lakini hoja yao ya tatu ni mishahara. Simba imekuwa kiumba kwenye mishahara, mwekezaji amekuwa atoe mishahara. Lakini hoja yao ya nne ambao ndio imewafanya wao kupelekea kumpa masaa 72 Mohamed Dewji aondoke ndani ya Simba ni Mo kusema anaidai Simba bilioni 98, anaidai Simba, na akashapeleka barua kwa CEO kwa maana ya saini iende kwa bodi nao waipitie ili Mo Dewji aweze kulipwa hela zake. Hizo ni baadhi ya hoja ambazo wameziwasilisha mashabiki wa Simba. Kwako unazitafsiri vipi hizi hoja? Kwanza mimi ni muumini kama ni ulivyosema wewe, muumini wa kuachia watu wazungumze ili uweze kuwasikia. Mara nyingi watu wamekuwa wanazuia watu kuzungumza, labda kwa hofu hiyo. Wakati mwingine wazungumzaji wamekuwa wanazungumza hovyo hovyo, na watu wanapozungumza, mimi ninavyoamini, unapata nafasi ya kujua uwezo, upeo, nia na dhumuni la wale wanaozungumza. Sasa unaona hawa wamezungumza, mimi nafikiri ni jambo zuri sana kwa Simba kuliko vile ambavyo watu wengi wanalitafsiri. Sijajua kama hivyo umeona press release imetoka, na kumekuwa kuna maswali mengi kwamba mbona ilitokea hivi hawakufanya. Hata tulipofika hapo sasa, mbona walikuwa kimsema Mangungu hawakusema. Na mimi nilikuwa nafikiri ukiona aliyetoa press release, mfano klabu imetoa siku chache zilizopita, Mangungu alishambuliwa, klabu ikatoa press release. Ndio. Kwa hiyo nafikiri wamekuwa na utamaduni huo, lakini bado uongozi wa Simba umeonyesha umuhimu wa mwekezaji wao, kwamba ni mtu ambao wanamhitaji, wanaelewa. Lakini kitu ambacho mimi kimenishangaza sana kwa waliozungumza, na bahati nzuri mimi nilibahatika kuzungumza nao pia, wakiwa wanataka maoni yangu kwamba kama walichozungumza ni sawa au sio sawa. Mimi nikasema bahati mbaya sikuwa nimeona vyote mlivyozungumza. Kwa hiyo acha niangalie nikipata nafasi ya kuona, alafu ili niweze kueleza na mimi maoni yangu. Kwa sababu mimi mtu anayesema sio adui. Na ukiangalia watu wengi sana wanazungumza kwenye karibu kila kitu. Maana yake cha kwanza unachofanya ni kuwasikiliza na kuwaacha wazungumze kama kuna uwezekano wa kuzungumza. Lakini mimi swali langu linakuja, kwa nini watu wanazungumza kupitia hearsay? Yaani wanazungumza kupitia fununu, halafu fununu ndo wanazifanya ukweli na uhalisia. Mfano, watu wanakuambia hivi, umesema moja ya hoja umetaja hapo kwamba mwekezaji hatoi fedha. Pincha usajili kazima simu. Swali linakuja, nani aliwaambia
nani aliwatangazia kutoka kwenye klabu ya Simba kwamba mwekezaji kazima Simba? Na wapi wamekosa kufanya usajili? Na nani alisema, ni Mangungu mwenyewe au nani kwamba Mangungu kakopa hela? Kwa sababu watu wote hapa kila siku wakizungumza wanasema Mangungu hafanyi usajili, si ndio? Wanasema hivyo. Kwa nini tunakwenda kumlaumu timu inapofanya vibaya? Sasa vipi Mangungu alikwenda kukopa fedha? Kwa hiyo ni zile habari za kwenye vijiwe vya mitandao ya kijamii watu wamevichukua, halafu wakakasirika wakaenda kusema. Lakini swali linakuja, na ndio maana nilikuwa natamani labda ningekuwa na mmoja wao hapa, kwamba nani anasema kwenye klabu ya Simba mfadhili au no nini mwekezaji ndio anatakiwa kutoa fedha za usajili? Nani anasema? Wapi hiyo ipo kwenye katiba? Labda waliwekeana, kuna makubaliano labda na klabu, anayejua labda atuonyeshe. Juzi kwenye mkutano wa mwisho wa Simba ambao ulizua tafrani, klabu ya Simba ilisema Mo Dewji ametoa fedha za usajili, si ndio? Kwa hiyo unataka kuniambia kama klabu inasema mwekezaji ametoa bilioni 6 amewapa, halafu wanachama wamekuja wanasema hajatoa, sisi tushike la nani? Sasa nani kawaambia wanachama mwekezaji hajatoa fedha? Klabu imetuambia sisi wadau kwamba mwekezaji ametoa hela. Wanachama wamekuja wanasema mwekezaji hajatoa fedha. Nani kawaambia? Kutoka wapi? Kama ametoa bilioni 6, anatakiwa tena atoe ngapi? Labda mfano makubaliano yao wao, mwekezaji anatakiwa atoe shilingi ngapi kila mwaka, na akisha toa labda safari hii hajatoa ngapi? Sababu ni vibaya sana tukiwa tunazungumza kama vile vipepeo. Ya unajua unaruka, hakuna hata direction, unakwenda kushoto, unakwenda kulia, yani unatoka Sinza kwenda Manzese lakini unaangukia Buguruni, unarudi Ilala, yani mpaka uje ufike pale inakuwa ni shida. Hawatuambii shilingi ngapi mwekezaji anatakiwa atoe kwa mwaka, kwa makubaliano yapi? Halafu akisha zitoa hizo, huyo mwekezaji inakuwaje mwisho wake? Kwa sababu mimi nilichokuwa nakifikiria ni wanachama wa Simba kwenda kwenye press conference kama walivyofanya wale wa jana, kwenda kulalamika kwamba transformation yetu sisi haikamiliki, inamfanya mwekezaji kushindwa kutimiza zile ahadi alizozitoa, including swala la uwanja nafikiri. Sasa transformation haijakamilika, yeye huyu anatakiwa awe anatoa hela tu. Kwa misingi hipi? Kumekuja kuna issue meisema ya kwamba inaonekana mwekezaji kakopa, ameleta barua, lakini ile barua klabu ya Simba imesema hapana. Umeona mitandaoni. Sasa kwa nini hawa watu wanajaji kila cha mtandaoni ambacho ni tetesi au hearsay, wanakwenda kuifanyia press conference kumlaumu mtu? Mfano mimi nilimuona yule kijana anayesema Mo Dewji aondoke. Sasa zingine paka unamuonea huruma na yeye. Wakati mwingine unasema huyu anasema mwenyewe au anasema kwa mujibu wa watu wengine. Sasa watu wana vyanzo jembe. Kwa hiyo kuna mtu mimi story nikitoa kwa jembe basi ni ya uhakika. Kuna mwingine bwana story nikitoa kwa Boldense basi ni ya uhakika. Sasa hawa watu wote waliokwenda kuzungumza, klabu imewakanusha. Tuwaamini vipi sasa? Kama hivyo vyanzo unavisema. Maana chanzo, mimi nikikwambia chanzo kukanusha kiwezekani, kwa sababu nakwenda kuchukua kwa reliable source. Sasa kilichotolewa na klabu manake kimewakanusha wale, kana kwamba wale wamesema vitu ambavyo sio sahihi. Lakini wale wameshasema tayari, wana judgment. Mimi nilifikiri wangekuwa smart, wangeenda kuhoji kwamba kuna taarifa hii kweli. Tena hawakupaswa kumhoji Mo. Unamhoji anayedai. Ungeihoji klabu yako pande wa 51%, kama kweli tunadaiwa na hii, klabu itueleze, uongozi utueleze tunadaiwa aina gani ya madeni katika matumizi yapi. Hicho ndio itakiwa kwenda kufanya wao, sio kwenda kumfukuza mdai kama ni kweli huyo mdai yupo. Lakini umerudi kwenye swala la kusema hatoi fedha na wakati huo hautaki kudaiwa. Hizo fedha anazotoa, anakupa hizo fedha kwa mfumo upi? Je, klabu ya Simba ina makubaliano huyu mfadhili awe anatoa tu fedha? Yaani maanake awe anaisaidia tu Simba? Sasa zimekuja na habari ambazo ni personal kwamba kazima simu. Unajua, ukisikiliza, ukiweka kwenye kichwa chako, kama kweli akili yako inazunguka vizuri, kwamba mtu kama Mohamed Dewji, mfanyabiashara mkubwa kama yeye, tajiri namba 1 Tanzania, amezima simu.
Kwa nini anashindwa kusema mimi sasa hivi sio wakati wangu wa kutoa au siwezi kutoa kwa sababu 1, 2, 3? Yani azime simu, anamwogopa nani sasa? Lakini ukiangalia huyu ndio ni mtu ambaye amekuwa most successful kwenye klabu ya Simba kwa kipindi chote cha mafanikio ya Simba. Imetokea hatoi, maana yake ni swala kukaa chini na uongozi kama kweli anatakiwa kutoa, afu akalizungumza. Lakini so hali mzuri, nani akijisikia tu anakwenda kukaa anasema aondoke. Na mimi nikwambie, sio rahisi kama watu wanavyofikiria kwamba yani leo akitoka mwekezaji wako basi anapatikana tu mwingine. Utafikiri vile wawekezaji wananunuliwa sokoni. Ukitaka kwenda vile kama kununua, leo unachagua kwenda kununua embe, unanunua, kesho enda kununua tikiti, unanunua, basi kwa sababu ni mwekezaji wanapatikana tu. Kwanza inatakiwa mapenzi, nia yake yeye na kadhalika. Hauwezi ukasema yeye ana vitu vibaya tu. Lakini hivi vitu tunavyoambiwa vyote ambavyo hata mimi nashindwa kuvizungumzia kumkosoa, vina ukweli upi? Leo angekuwa amesimama mwenyekiti wa Simba upande wa 51%, angekuja akasema, mfano mimi najua kwenye mfumo wa kibiashara, unajua hizi mali zilikuwa zinakuja kuingia kwenye ile ilikuwa inaitwa Simba Holding something, kampuni nataka kuanzisha katikati. Lakini katika marekebisho yaliyofanyika hivi karibuni ya BMT, mali zote zimerudi upande wa 51%, si ndio? Huku mwekezaji sasa anakuja yeye anawekeza ile hela yake. Hawa watakuwa wamewekeza zile ili kukutana katikati. Sasa huyu mwekezaji anatoa hela kwa sababu gani? Yeye anatoa ili apate nini? Kwa sababu husi ni uwekezaji. Kama yeye anatoa, hawa wana mali zao na yeye anatoa fedha kabla ya zile bilioni 20, si ndio? Klabu na yenyewe inatoa nini? Sasa hivi vitu ndio walipaswa kuvihoji. Na wakati mwingine wanasema mnasema nini? Kama hauna uhakika wa kitu, hauna haki ya kuzungumza. Hivi vitu vyote vimezungumzwa kupitia hearsay. Na mimi nimeshangaa hata kuona watu kwamba eti hiki kimeleta taharuki, kimeleta mchanganyiko na kadhalika. Lakini ni ile nguvu tu ya mtandao, watu wameshindwa kuiaccumulate. Mimi umeona mara nyingi watu inatokea wanasema jambo, mimi naweza nikanyamaza kama nikalipuuzia tu, hasa nikiliona halina sababu za msingi. Lakini jembe hapo kwenye hoja yao wamesema Modoji amenufaika zaidi kuliko Simba. Sasa walipokutana, ukimtoa Modoji leo, tukimrudisha Modoji wa miaka 15 nyuma na Modoji wa sasa ni tofauti. Modoji amekuwa mnufaika mkubwa kwenye Simba kuliko Simba kunufaika, ambalo na yenyewe limezungumzwa kama namna mafuta yanavyoweza kuelea juu ya maji. Mimi nakuuliza swali wewe uliyekuwa kwenye press conference, amefaidika vipi? Kutangaza biashara zake, kufungua makampuni makubwa, vinywaji. Kwa hiyo nataka kuniambia yani vinywaji vimetangazwa tu kwenye Simba ndio Mohamed Dewji akafaidika? Hata na wewe unaweza ukafikiria kweli umeambiwa hicho kitu ukakiona kile kitu kina hoja. Kwa mtu kwa kusema tu amefaidika, okay, amefaidika sana. Alikuwa na shilingi ngapi kaongeza shilingi ngapi kupitia hiyo kama ni vinywaji? Kwa sababu sana anauza mchele, sijui anauza sijui nini, anauza sijui nafaka ambazo hatuzioni kwenye Simba na kadhalika na kadhalika. Anayesema hivyo, okay, ana uhakika anaweza katuambia hivi vitu kwa data, kwa sababu press conference haina data. Press conference ina hearsay na watu wanapata watu wa kuunga mkono. Na nimeona wale waliozungumza ambao walikuwa wanamuunga mkono wao sasa mwekezaji, nimeona wanasema hawa watu wanatumika. Mimi sitaki kuingia kwenye hayo mambo, lakini possibility ipo, kwa sababu sasa hivi ni kipindi Simba inapitia mambo mengi ya hovyo. Kuna watu walikuwa madarakani hawajafurahishwa na kuondolewa. Wao walikuwa madarakani wana nguvu, leo hawana nguvu, hawafurahishwi na hiyo hali. Kwa hiyo wanajaribu kuingia hivyo, lakini mimi na maoni kwenye hilo, kama ni kweli kutakuwa kuna watu wanatumika, basi vizuri sana wakaangalia maslahi ya klabu yao na sio maslahi yao wao binafsi. Kwa sababu hebu jiulize, kama yeye ni shabiki wa Simba au mwanachama, anakubali kuitumika kuiumiza klabu yake kwa sababu ya faida yake ya muda mfupi? Ni vizuri, mimi nashauri vijana tufanye kazi, tuangalie ambacho kinaweza kikatufanya tukawa imara. Wakati mwingine ukiwa na kitu chako wewe, hauwezi kuteteleshwa na watu wakwambie fanya hivi. Unajua sisi, mfano nimekuwa kwenye uandishi na ndio maana najitahidi kutengeneza waandishi, ingawa sijawaweza wote. Wengine nimewaanzisha mimi, lakini nao out of my hands, kwa sababu wamepita huko,
wamekuwa wale waandishi wameshikiwa kamba na mabwana na mabwanyenye, yani wazungumze kile wanachokitaka. Wako mimi walijaribu hivyo, lakini imeshindikana, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwandishi, nje ya mwandishi ni mchuuzi wa vitu vidogo vidogo, napata senti zangu zinanifanya nile ugali wangu na dagaa nikiwa comfortable, nizungumze bila ya uoga wa kile ambacho nakiona. Mfano, leo ingekuwa hawa mabwana wana hoja za msingi, tungewaunga mkono. Wamezungumza jambo moja, na wao wamelisema kwamba mwekezaji amezuia mchakato wa wanachama. Hivi mwekezaji kazuia unania wa wanachama? Hebu angalia hii logic yangu mimi. Anayehusika na wanachama kabisa nambari moja kwenye klabu ya Simba ni nani? Mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kama ameweza yeye kumsikiliza mwekezaji, kama ni kweli, kwa nini msimhoji mwenyekiti wenu kwamba kwa nini umekubali hili? Lakini mna ushahidi na hilo vipi? Na ukiangalia, yani vitu vingi vilivyomrukia mwekezaji, yani unaonekana kabisa ni vitu vyote yani mtu kavitengeneza halafu akaanza kuvizungumza. Mfano, atokee mtu aseme Sale Jembe ni mweusi, Sale Jembe ni mwembamba kuliko Ali Mzuri, Sale Jembe ni mfupi kuliko Mohamed Hussein, si ndio? Sale Jembe ni mjinga kuliko Ibrahim Bulidensa, ambao vitu vyote ni vya uongo. Halafu yeye mwenyewe aende kuvilalamikia hivyo vitu. Yani kavitunga yeye au kaambiwa bila uhakika, hakuna confirmation hata jambo moja. Halafu vyote aenda kulalamika. Kwa nini Sale ni mweusi hivyo? Sasa wewe kumuona Sale kweli mweusi sijui au kwa nini Sale ni mwembamba hivyo? Kwa sababu hali anabania hela ni mwembamba kweli kweli. Sale hana akili, anazidiwa na Bulidensa. Vitu vyote vya uongo. Lakini huyo mtu anakwenda anasema na anaanza kulalamika yeye mwenyewe tena. Sasa ndio narudi kwenye hilo swali langu mimi. Anayehusika na swala la wanachama si ni mwenyekiti wa klabu? Ndio. Kwenye 51%. Ndio. Kama kweli anaweza kukatazwa na mwekezaji, itakuwa ni jambo la ajabu sana. Wanachama wanapaswa kumhoji nani? Mwenyekiti wao. Amesema kwenye hoja nyepesi kabisa inayoelea. Na mimi nilikuwa nashangaa kama press conference mlikuwa mnafanya hamwezi kuulizana. Na wao waliniuliza niwatolee maoni, na nafikiri wakiona hii ndio maoni yangu. Kwamba pale walipokuwa nasema kwamba wamezoea kunania wanachama, si ndio? Kusajili wanachama kwa sababu mwekezaji anataka aweze kutawala wachache. Kwani wakiwa hawa waliopo na waliokiwa wengi tofauti yake ni nini? Kama kwa sababu sasa hivi kwa mfano kama Yanga kwenye uchaguzi wao wanaenda watu wachache, watu 5. Maana yake kama mtu anataka kufanya hujuma ni rahisi kuwachukua wale wachache, lakini wakienda wengi inakuwa ni ngumu.